Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl gidiyorsunuz? Bugün Türkçe'de saati nasıl okuduğunu öğreneceğiz, tamam mı? Hadi bakalım Türkçe'de saatler. Türkçe'de saatler Swahili çevirisini, tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kusoma saa. Tunawezaje kusoma saa kwa Kituruki na nini tofauti? Kuna utofauti gani wa kusoma saa kwetu sisi wa Afrika, ama tunaweza tukasema kwetu sisi Tanzania, kama sisi tunaojifunza Kituruki kwa kutumia Kiswahili, tofauti iko wapi na nini cha kuzingatia? Cha kwanza kabisa unachotakiwa kuzingatia ni kwamba Waturuki wao kwanza hawatumii mfumo wa masaa 24. Hilo ndo la kwanza ambalo unatakiwa kulifahamu. Waturuki hawatumii kwao mfumo wa masaa 24, isipokuwa kuna sehemu maalum ambazo zinatumika mfumo wa masaa 24, yani 24 hours format, yani mfumo wa kusoma saa kwa masaa 24 Uturuki hawana kawaida. Yani kawaida katika mazingira yao ya kawaida, umeenda Uturuki njiani ukakutana na mtu na nini, huo utaratibu wao hawana. Ila kuna sehemu maalum ambazo ndio wanatumia kusoma saa kwa kutumia masaa 24, na sehemu zenyewe ni kama sehemu za usafirishaji, yani kama kwenye ratiba za treni, ndege, ukienda kule ndio wanatumia format ya 24 hours, yani masaa 24. Na maofisini, labda official rasmi kwenye maofisi, ndo labda wanatumia masaa hayo kwenye ratiba zao za kiofisi, sawa Na pia sehemu nyingine ni kwenye ratiba za vipindi vya TV na maredio. Kule sasa ndio wanatumia masaa 24, lakini kawaida, naposema kawaida namaanisha mtaani, sawa, kwenye mazingira ya kawaida Waturuki wao hawatumii masaa 24. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa kufahamu, mfumo wa saa wa Kituruki ni masaa 12. Kwa mfumo wa masaa 12, hiyo saa kwa Kituruki tutasema saat 7. Saat 7 kwa maana ya saa moja. Hayo ni masaa 12. Hautakiwi kusema kwa masaa 24 ukaulizwa saa, basi kwa Kituruki wewe ukasema saat 19, yani kama hivi. Hiyo hapo inasomeka saat 19. Saat 19. On ni namba 10, 9 ni namba 9. Kwa hiyo saat 19 maana yake ukitafsiri kwa Kiswahili maana yake ni saa 19, ambayo kwa masaa 24 hiyo utafsirika kama saa moja. Kwa hiyo utakapokuwa unazungumza na Waturuki, ukitaja huo muda kwa kumaanisha ulikuwa unataka useme saa moja, maana yake utakuwa umeenda tofauti kama ninavyokuambia, isipokuwa kwenye hizo sehemu nilizokuambia zinatumika masaa 24. Kwa hiyo mfano mmoja ndio huo nimekupa. Kwa hiyo saa moja kamili kwa Kituruki tutasema saat 7. Sawa Saat 7 kwa maana ya saa moja, sawa kamili. Hatutosema saat 19. Hii ni kosa. Saat 19 usitumie hiyo, kwa sababu hiyo ni masaa 24. Kwa hiyo la kwanza kulielewa ni kwamba Waturuki wanatumia formula ya masaa 12. Vile vile kumbuka, kuna vitu vya kuzingatia wakati pia wa kusoma saa. Kwa mfano, Waturuki hawana mfumo kama ulivyokuwa mfumo wa Kiingereza wa AM PM. Wao hawana. Wao huwa wanasoma saa, na ukitaka kugundua hiyo saa inazungumziwa muda gani, pia huwa wanaweka majira. Kwa hiyo kama tulivyosema hapo, kwa kusema saa moja kamili kwa masaa 12 ambayo wao wanayotumia, maana yake tutatumia saat 7 kama tulivyosema. Saat 7 kwa maana ya saa moja kamili. Lakini saa moja kamili hiyo ni ipi? Ya jioni, ya usiku au ya asubuhi? Na wao hawana AM PM, kumbuka. Hivyo basi wao huweka majira mbele ya saa. Kwa hiyo kama itakuwa saat 7 sabah, maana yake ni asubuhi. Kwa hiyo hapo itajulikana ni saa moja ya asubuhi. Na kama atamaanisha saa moja ya jioni, basi atasema saat 7 aksham. Hapo atakuwa amemaanisha jioni. Na kama itakuwa saa 7 ya usiku, maana yake atasema saat 7 gece. Hiyo sasa itakujulikana kuwa gece ni usiku, night. Kwa maana yake hiyo itakuwa ni saa 7 sasa. Kwa kumbe ile moja anaweza kaitaja kwa saat 7 kwa kusimama 7, lakini 7 kwa kumaanisha moja atakapoweka sabah asubuhi, na atakavyoitaja kwa kuweka aksham maana yake ni jioni. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo wao wanatumia mifumo yao. Sasa tutaanza kuangalia kwa saa
kamili, yani exact hours, yani saa kamili. Kwa saa kamili mfumo wake wa usomaji ni mwepesi zaidi. Mfumo wake wa usomaji ni mwepesi zaidi. Saa kamili kwa maana ya, kwa mfano saa 9 kamili, saa 9 kamili au saa 12 kamili. Saa 9 kamili au saa 12 kamili. Tumeelewana eh? Mfumo wake kwanza kabisa, formula ni lazima uhitaje saa. Saa kwa Kituruki ni saat. Saat. Kwa hiyo formula ya kwanza ya kusoma saa, kumbuka cha kwanza kabisa ni kutaja neno saat kabla hujaenda kwenye namba ya saa. Kwa hiyo utataja neno saat, formula ya pili ndio unaenda kwenye namba husika ya saa. Kwa hiyo kama ni saa 3 kamili utasema saat, alafu utahitaja namba ya saa. Namba ya saa namba 9 kwa Kituruki ni dokuz. Kwa hiyo utasema saat dokuz. Saat dokuz. Kwa hiyo saat dokuz kwa maana ya saa 9 kamili. Hautakiwi kuongeza chochote mbele yake kama ni muda kamili wa saa. Tunaongelea exact hours, yani saa 1 kamili, saa 2 kamili, saa 3 kamili mpaka hivyo. Kama mfano tuliotoa wa saa 9 kamili au saa 12 kamili. Formula utaanza kutaja neno saa. Na tumesema saa ni saat. Kwa hiyo utasema saat kama ni saa 12 kamili, utasema saat on ikie umemaliza. Hutakiwi kuongeza neno lingine mbele yake. Hapo utakuwa umeshataja muda kamili. Kwa hiyo ni saa fulani kamili. Hiyo ni kamili. Sawa eh? Hapo ni kamili, tutaenda kuangalia ikiwa na dakika zake mpaka inakuwaje kwaje. Kwa hiyo kamili tumeshasema ni mfumo unatakiwa uanze na neno saat, alafu namba husika. Hapo unakuwa umeshataja saa kamili.